Hali ya usalama inatishia kudorora nchini Sudan Kusini ikiwa imebaki takriban wiki mbili kwa kuanza kwa kipindi kingine cha mpito ambao muda wake umeongezwa na kilio cha msingi wake katika makubaliano ya usitishaji vita ulioafikiwa mwaka 2018. Tume hii iliundwa na shirika la kikanda la IGAD kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Sudan Kusini. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani siku ya Jumapili iliwaagiza wafanyikazi wa serikali wasio wa dharura kuondoka katika mji mkuu wa Sudan Kusini kutokana na kuongezeka kwa hali ya wasiwasi kufuatia mapigano yanayoendelea kaskazini mwa nchi hiyo. Katika ushauri wa kusafiri kwa raia wake uliotolewa na wizara hiyo, ilionya kwamba mapigano yalikuwa yakiendelea na kwamba silaha zinapatikana kwa urahisi kwa idadi kubwa ya raia. Mapigano kati ya kundi lenye silaha na jeshi la taifa siku ya Jumanne yalisababisha kukamatwa kwa mawaziri wawili wa serikali na naibu mkuu wa jeshi, mshirika wa makamu wa rais, Bwana Riek Machar, kiongozi wa zamani wa waasi. Kufuatia kukamatwa kwa watu hao, jeshi liliripotiwa kuzingira makazi ya Machar, huku wafuasi wake wakionya kwamba kuzuiliwa huko kunatishia makubaliano ya amani ya nchi hiyo. Umoja wa Afrika na shirika la kikanda la IGAD wanaendelea kuhimiza utulivu nchini Sudan Kusini, huku wakihimiza mazungumzo na majadiliano kama njia pekee ya kutatua mzozo wowote. I'm appealing to you to remain calm. I have said it time and again that our country will not go back to war. Let no one take law into their hands. The government which I lead will handle this crisis. We will remain steadfast in the path of peace. My condolences to the bereaved families of the general and his men. Nchi za Afrika zinaendelea kusisitiza kuhusu utulivu katika nchi hiyo ambayo ilipata uhuru wake mwaka 2021 na bado haijaweza kufanya uchaguzi mkuu. Kevin Sewe, Mwanzo TV.